Katika mji mkuu wa Teherani ambako sauti za ndege za kivita huchanganyika na upepo wa historia, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limetoa tamko jipya lililobeba uzito wa uthabiti na falsafa ya ulinzi wa taifa. Naibu kamanda wa jeshi la Iran anayeshughulikia masuala ya uratibu, Admiral Habibullah Sayari, amesema kuwa kuimarisha uwezo wa kijeshi katika nyanja zote ni amri ya kudumu ya kimkakati ya taifa. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa 4 wa kimataifa wa tiba ya kijeshi wa nchi wanachama wa shirika la ushirikiano la Shanghai SCO uliofanyika jana jijini Tehran, ukihudhuriwa na wawakilishi kutoka mataifa 6 makubwa ya Asia yakiwemo China, Russia, Pakistan, Tajikistan, Belarus na Kazakhstan. Tunaendelea kuimarisha uwezo wetu katika anga, ardhini, baharini, mtandaoni na hata katika nyanja za tiba ya kijeshi. Hii ni sera ya kudumu, si ya wakati, bali ya vizazi, alisema Admiral Sayar, akionyesha uso wa maamuzi thabiti ya taifa lililojifunza kutokana na historia yake ya mapambano. Sayari alikumbusha kwamba tangu vita vya Iran na Iraq, uboreshaji wa jeshi la Iran umekuwa ni safari isiyo na kikomo, huku akibainisha kuwa vitisho hubadilika kila wakati na si lazima wabadilike navyo ikiwa wana nguvu na uwezo wa kuzuia uvamizi, kwani hakuna atakayethubutu kugusa maslahi ya taifa. Aidha, alitaja mafundisho ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Saidi Al-Khamenei, akisema kuwa maelekezo yake yamekuwa dira kuu katika kujenga jeshi lenye nguvu, lenye maadili na lenye uwezo wa kujilinda dhidi ya kila aina ya tishio, akigusia vita vya siku 12 vilivyolipuka baada ya shambulio la ghafla la Israeli tarehe 13 Juni. Sayar alisema kuwa Irani imejifunza kutokana na kila tukio la kivita. Shambulio hilo lilikuja wakati Teherani na Washington zikiwa katika mazungumzo ya nyuklia. Lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1064, watu wakiwemo makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia. Kama ilivyokuwa wakati wa janga la Uviko 19, tulijifunza haraka, tulipoona mapungufu tuliyarekebisha, alisema shujaa huyo. Irani imedai kuwa katika vita hivyo Marekani pia iliingilia kwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, kitendo kilichoitwa na wataalamu wa sheria za kimataifa, kwani kufanya hivyo ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Hata hivyo, jibu la Irani lilikuwa kali na la kiufundi, kwani vikosi vya Irani vilishambulia maeneo ya kimkakati katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al-Udeid huko Qatar, kikubwa zaidi katika Asia ya Magharibi. Tarehe 24 Juni, Irani ilifanikiwa kulazimisha kusitishwa kwa mashambulizi, ikionyesha kwamba taifa lililo tayari halihitaji kutishika. Admiral Sayar alisisitiza kuwa kiwango cha utayari wa kijeshi wa Iran kiko juu sana na kwamba majeshi yamepimwa katika hali halisi za kivita, na hapa namnukuu: tunapima uwezo wetu kila siku, kila udhaifu tumeutibu. Kuimarisha uwezo wetu wa kivita ni amri ya kudumu, si hiari, alisema kiongozi huyo. Akizungumzia mkutano wa SCO, Sayar alisema kuwa Iran kupitia chuo kikuu cha sayansi za tiba cha jeshi imeongoza juhudi za kukuza ushirikiano wa tiba ya kijeshi kati ya nchi wanachama, huku akibainisha kuwa uandikishaji kamili wa Irani katika SCO umeimarisha hadhi yake katika diplomasia ya usalama na kwamba mikutano kama hiyo inafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa ulinzi wa pamoja. Kauli ya Sayar imekuja wakati taifa hilo likijenga tena taswira yake ya kimataifa kama nguzo ya uthabiti, amani na kujitegemea kwa kile Irani inachodai kuwa nguvu ya taifa hilo, si kwa vita bali kwa kuzuia vita, na wanapokuwa imara, dunia inajifunza kuheshimu amani.